Kwa majina naitwa Elius Tebuka, ni daktari bingwa wa damu katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando. Vile vile ni mhadhiri mwandamizi katika chuo kikuu cha Katoliki cha Afya Shirikishi Bugando. Mwezi wa 9 ni mwezi unaofahamika na kutengwa ili kuelimisha jamii juu ya saratani za damu. Ni mwezi ambao tunautumia kuelimisha watoa huduma katika vituo vya awali vya afya na hospitali za wilaya juu ya saratani za damu na umuhimu wa kutuma wagonjwa katika hospitali za juu katika kuwahi kufanya uchunguzi na tiba kwa wagonjwa wa saratani za damu. Tafiti zinaonyesha kwamba wagonjwa wa saratani kwa ujumla pamoja na wagonjwa wa saratani za damu hufika katika hospitali za rufaa katika hatua za mwisho. Hivyo tunapenda kutumia nafasi hii kuelimisha jamii nini maana ya saratani za damu, dalili zake na nini kifanyike mgonjwa au mtoa huduma anapohisi mgonjwa huyu anaweza kuwa na saratani za damu. Saratani ya damu ni kansa kama inavyofahamika kwa njia ya Kiswahili, ambayo inaathiri uloto au mfumo wa damu pamoja na viungo vinavyochakata damu, kwa mfano tezi pamoja na bandama. Saratani za damu kiufupi tu ni ongezeko la chembechembe za damu katika uloto ama mfupa, na hii husababisha aidha ongezeko ya chembechembe nyeupe za damu, kupungua kwa damu nyekundu pamoja na kupungua ama kuongezeka kwa chembechembe sahani. Hizi zinaweza kuwa dalili za saratani ya damu. Moja, upungufu wa damu nao unasababisha mgonjwa kuchoka, akitembea kidogo anasikia kifua kizito, mapigo ya moyo kuongezeka na kujisikia uchovu kwa ujumla. Ongezeko la chembechembe nyeupe unaweza ukaja na tatizo la chembechembe nyeupe kushindwa kufanya kazi. Kwa hivyo mgonjwa anaweza kupata maambukizi hasa ya bakteria mara kwa mara, na vile vile upungufu wa chembechembe sahani ama ongezeko la chembechembe sahani huweza kusababisha mgonjwa kutokwa na damu kusikokuwa kawaida, kwa mfano katika choo, mkojo ama akipiga mswaki. Dalili nyingine ambazo zinaweza kuashiria saratani ya damu ni kama kuvimba matezi ama kwa kizungu wanasema lymph nodes, shingoni, kwapani, miguuni, lakini vile kuvimba tumbo kwa sababu ya kuvimba kwa bandama pamoja na ini. Wagonjwa wachache wenye utu uzima, watu wazima, wanaweza kuvunjika mifupa ya kiuno, na hii inaweza kuashiria aina ya saratani inayoitwa multiple myeloma. Kwa kuvunjika mfupa bila sababu, iwe ni sababu ya kuweza kuwaza juu ya saratani hii na kuwatuma wagonjwa mapema katika vituo vyetu vya afya. Tiba ya saratani za damu imegawanyika katika makundi mengi, na ni kwa sababu saratani za damu ni nyingi na kila moja hutibiwa tofauti. Lakini kwa kifupi, saratani za damu zinatibiwa kwa huduma shirikishi kama kuongezewa damu awali, kutibu maambukizi, vile vile kuongeza damu kwa ajili ya kuzuia kutokwa na damu. Baada ya uchunguzi, matibabu ya haya ya saratani yanatibiwa kwa kutumia kemikali au chemotherapy, mionzi mara chache, pamoja na dawa bora za kisasa kama immunotherapy pamoja na targeted therapy. Kwa kifupi, haya ndiyo matibabu yanayopatikana katika hospitali yetu ya rufaa ya kanda ya Bugando, na tunawaasa watoa huduma wetu katika vituo vya afya vya awali pamoja na hospitali za mikoa kuwatuma wagonjwa mapema ili waweze kuongeza nafasi ya kuongeza maisha yao pamoja na kuwatibu kabisa. Asanteni.